Kwa majina naitwa Faith Gugu, ni mkuu wa GSM Foundation, na kama ambavyo mmeona leo tuko hapa Gymkhana katika zoezi la kufanya scouting ama mchujo tunasema, katika wale watoto ambao wamejisajili katika ufadhili wa kujiunga na Yanga Soccer School ambayo unafadhiliwa na sisi GSM Foundation. Turnout imekuwa nzuri sana kama ambavyo mnaona, watoto wengi wamejitokeza, wazazi wengi wamejitokeza kuwasindikiza watoto wao katika safari yao hii ya soka. Initially wakati tunatangaza ufadhili huu hatukutegemea turnout iwe nzuri kiasi hiki kusema kweli. Tulitegemea labda watoto 200 hivi, labda ndo wamezidi sana. Lakini mpaka kufika jana usiku tulikuwa tuna watoto takriban 650 ambao wamejisajili na leo wamefika hapa kwa ajili ya zoezi zima hili la mchujo. Nichukue nafasi hii kuwapongeza sana wazazi kwa mwitikio pamoja na watoto kwa kujitokeza kuchangamkia fursa hii. Mpaka tunafanya press conference last week, tulikuwa sisi kama GSM Foundation tulikuwa na mpango wa kutoa ufadhili kwa watoto 20, lakini kwa jinsi ambavyo mwitikio umekuwa mkubwa tumeongeza watoto wengine 10, kwa hiyo ufadhili wetu utakuwa ni zaidi ya watoto 20. Sasa hivi watafikia watoto 30. Nichukue nafasi hii, najua bado zoezi linaendelea, lakini mpaka kufikia jioni tutakuwa tumemaliza mchakato mzima wa scouting. Watoto ni wengi na wengi wana talent. Yaani kwa kipindi kifupi toka asubuhi nilipofika hapa na kuangalia uwanjani, yani watoto wengi ukiwaona wako vizuri yani kwenye talent. Kwa hiyo nadhani wakufunzi watakuwa na wakati mgumu sana kuchagua nani wamchukue, nani wamwache, lakini yote all in all najua mpaka kufika jioni tutakuwa tumepata watoto 30, na nichukue nafasi hii in advance kuwatakia kila laheri na kuwapongeza kwa mchujo huu, kwa sababu najua zoezi litakuwa sio rahisi. Lakini kwa wale pia ambao watakuwa kwa namna moja au nyingine wamekosa nafasi katika raundi hii, wasikate tamaa. Huu ni mwanzo tu wa ndoto zao, na kama ambavyo wengi tunafahamu Yanga Soccer School ndo kwanza imeanzishwa mwaka huu. Na sisi kama GSM Foundation huu ni ufadhili wetu wa kwanza kwa watoto hao 30. Lakini next year inshallah Mungu akijalia tutaendelea kutoa ufadhili, kwa hiyo kuna nafasi nyingine tena ya wao kujaribu. Watoto ambao watafanikiwa kupata nafasi watanufaika na nini na nini? Ufadhili wetu kama ambavyo nimesema, tunalipia usajili, tunalipia ada ya kila mwezi, tunalipia gharama zao za usafiri kuja kwenda kufanya mafunzo, lakini pia tunalipia gharama zao za chakula. Tunataka wakiwepo pale kambini wawe vizuri, wawe comfortable, waweze kufanya mazoezi vizuri. Lakini pia kama ambavyo kama alizungumza kwenye press conference yetu ya kwanza ya kuzindua ufadhili huu, watoto hawa watapata nafasi ya kushiriki katika tournaments mbalimbali za duniani ambazo sisi GSM Foundation tutaendelea kufadhili. Mimi sio mtaalamu sana wa masuala ya mpira, lakini nyie mnafahamu kwamba kuna mashindano, kuna tournaments nyingi zinazoendelea huko duniani. Kwa mfano kama kuna ile ya Sweden inaitwa ni Gotham. Gotham. Kwa hiyo Gotham. Kwa hiyo watapata nafasi ya kushiriki kwenye mashindano mbalimbali including hayo ya Gotham kama nilivyosema. Lakini pia kwa sababu uongozi wa Yanga, nadhani wenyewe mnafahamu, Young African Soccer Club ni ambayo Yanga Soccer School iko chini yake. Nadhani mnafahamu management yake ilivyokuwa nzuri, wako vizuri, uongozi uko vizuri. Kwa hiyo tunaamini hata hao 30 watoto ambao watapata ufadhili watakuwa katika mikono salama, kwa maana ya kukuza vipaji vyao na kufikia ndoto zao. Umesema zaidi ya watoto 600 wamejitokeza. Yeah. Kwenye jambo kama hili mmejipangaje kuondoa namna mtu kuona kama yeye alistahili lakini hajakuwa sehemu ya ama kumpendeleo na nini? Technical team ambayo imekuwa deployed kwa ajili ya kufanya mchujo tuseme ama ukufunzi wa hawa watoto leo wako vizuri, ni watu wenye weledi. Na kama ambavyo nilisema mwanzoni, nafasi hizi 30 tunazitoa kwa wale watoto ambao wanatoka kwenye familia duni, kwa sababu tunaamini wale ambao kidogo wamebarikiwa wazazi wao wanaweza kumudu gharama hizi. Kwa hiyo ili kuhakikisha kwamba hakuna upendeleo, watoto hawa hawa wakufunzi hawako affiliated na mtu yoyote, hawako affiliated na familia yoyote, hawako affiliated na sisi watu wa GSM Foundation wala Yanga. Ni watu ambao wamechaguliwa kutokana na utaalamu wao katika sekta ya michezo, hususan football. Kwa hiyo watu wawe na amani, tujamii iwe na amani, watoto wawe na amani, hakuna upendeleo wa aina yoyote ambao utatumika katika kuchagua watoto hao 30. Sawa. Kwa kumalizia, kwenu nyinyi